Sasa Mungu hawezi kufanya hesabu za hivyo. Kwa hiyo wote Mungu atakao waachilia kwenye mikono ya shetani, atawaachilia akiwa anaumia sana, akiwa anaumwa, moyo unaumia sana. Kwa nini? Kwa sababu anawapenda. Angependa wabadilishe tabia zao ili waweze kuishi na yeye milele kwenye furaha. Ila sasa tabia yake pamoja na tabia safi za watakaoenda mbinguni, wenyewe haziwafurahishi. Zile tabia njema haziwavutii. Unaelewa? Kwa mfano, hii siku ambayo imepita hapa ilikuwa ni Sabato, si ndio? Mtu ambaye akisikia Sabato anajisikia kichefuchefu, kutapika, haelewi, yani hataki kabisa kusikia neno Sabato. Huyo kimpeleka mbinguni. Isaya, maandiko yanatabiri kwamba mbinguni tutakuwa tunajifunza Sabato. Unaelewa? Huyo siku ya Sabato atakuwa anafanyaje mbinguni? Na natamani atoke huko. Sasa Mungu hawezi kufanya hesabu za hivyo. Mungu kutupeleka mbinguni wote, sio kwamba mbingu itajaa mno. Sio kwamba Mungu hatupendi wengine, anataka tubaki. No, ila Mungu anataka wale ambao basi wataishi kwa uhuru na kwa furaha, maana anauthamini sana uhuru wetu. Wale ambao hatupatani na tabia ya Kristo hatuwezi kuishi pale. Sio kwa sababu yeye hataki, ni kwa sababu hatuwezi sisi, tabia zetu hazipatani. Unaelewa? Sijui mimi sentensi kama nayo nzuri zaidi ya kusema tofauti na hiyo, ila Roho Mtakatifu acha afundishe, aseme yale ambayo mimi siwezi kuyanena kwenye moyo wa mwanadamu mwenzangu, na mimi anisaidie sana. Sasa tufungie hapo, Bwana aweze kutubariki. Lakini kila ambacho tunaendelea kukiona katika video hii ni ukweli, wala sio edit. Tutarudi baadaye. Bwana kubariki.